Yesu asifiwe. Shalom watumishi wa Mungu, wapenzi watazamaji na wafuatiliaji wa Motomoto TV. Karibu katika kipindi chetu cha Mjue Mungu katika kanisa la Pentecost Motomoto Church. Kanisa letu liko chini ya Dr. Eliasafi Matayo. Tuko mahali hapa tukimtumikia Mungu, na leo nimetembelewa na mgeni wangu mzuri kabisa. Yeye atakwenda kujitambulisha kwa jina lake, anaitwa nani? Mtumishi wa Mungu, karibu. Asante sana. Kwa majina yako unaitwa nani? Kwa majina yangu naitwa Maisha Jonathan Samuel. Ni muumini pia wa kanisa la Pentecost Motomoto Church hapa Boko Jimboni. Na katika madhabahu ya Pentecost Motomoto Church unatumika kama nani? Hapa Motomoto mimi ni mwenyekiti wa kwaya ya Eden Gospel Singers. Amina, karibu sana mtu mkubwa mwenyekiti. Asante sana. Tuna maswali mahali hapa katika kipindi chetu, tutakwenda kuuliza ili watumishi wa Mungu apate kujifunza. Swali letu la kwanza, katika kipindi cha sasa hivi tunaona teknolojia imekuwa kubwa sana katika eneo la kumsifu Mungu. Tunaona imekuwa AI inatumika kumsifu Mungu. Tunaomba utuelezee kama mtumishi wa Mungu na mtumikia Mungu kwa upande wa uimbaji, hiyo nafasi unaizungumziaje? AI inachukua nafasi gani kama wewe mtumishi wa Mungu? Hiyo AI kwangu mimi naichukulia kama ni sehemu ya kutukumbusha sisi waimbaji inabidi tumtumikie Mungu katika roho na kweli, kwa sababu hata katika neno lake linasema kwamba tusipomwimbia sisi anaweza kainua mawe na vitu vingine vimtumikie Mungu. Kwa hiyo inatukumbusha sisi kama waimbaji katika nafasi zetu tumtumikie Mungu katika roho na kweli, ili mradi tusiipe nafasi vitu vingine au teknolojia hiyo ichukue nafasi yetu, kwa sababu sisi tumeitwa kwa ajili ya kumtumikia Mungu kwa njia ya uimbaji. Basi tuimbe kweli kwa ajili ya kumtumikia Mungu. Amina, nijibu vizuri sana. Swali langu la pili, kama kujitambua, ukichukua nafasi gani kama mwenyekiti kuhakikisha watu wako wanajitambua au kuacha kutegemea hizo AI, kama yani kutofautisha kwamba wao ni binadamu wameitwa waimbe katika roho na kweli, waache kuzitegemea labda AI, labda zilikuwa zikichukua nafasi. Unakuta yani katika maisha yetu sisi katika labda tuseme hizi zama inaitwa zama za Gen Z, tunapenda vitu ambavyo yani vinaonekana ni vizuri. Umekuwa ukifanya njia gani kuonekana kitu chako unachokifanya kionekane bora kiweze kupenya zaidi? Kwanza kabisa AI haiwezi ikachukua nafasi ya mwimbaji ambaye anaimba yeye kama yeye, kwa sababu kwenye AI kuna vitu vinakosekana ambavyo mwimbaji yeye anavyo automatically, yani ameumbwa navyo, ni tofauti na hiyo teknolojia, kwa sababu hata AI ikiimba bado itamhitaji ile muonekanaji mwimbaji mwenyewe, na yeye anavyoimba ni tofauti na mwimbaji binafsi akiwa anaimba, kwa sababu ile appearance yake akiwa anaimba kuna kitu kinaongezeka pale, tofauti tunaposikiliza sauti na uimbaji mzuri. Na yeye kusikiliza sauti zake ni nzuri, lakini bado pia inamhitaji mtu aimbe ili aonekane, kwa sababu ule kuonekana kwake akiwa anaimba kuna kitu kinaongezeka. Asante. Swali lingine pia ningependa utusaidie. Najua wewe ni mtumishi wa Mungu, unasali mahali hapa na umeokoka nadhani ni muda mrefu. Unahitaji kujua, unahitaji kumjua mtu ambaye ana Roho Mtakatifu. Vitu gani mtu ukimwangalia unaweza kujua ana Roho Mtakatifu? Roho Mtakatifu, kumjua mtu mwenye Roho Mtakatifu ni ngumu sana, kwa sababu matendo ya Mungu huwaga hayachunguziki. Roho Mtakatifu anaweza akashuka kwa mtu yoyote yule ambaye hata wewe unaweza usimtegemee. Kwa hiyo kutambua kabisa kwamba huyu mtu ana Roho Mtakatifu ni ngumu, kwa sababu huwaga anashuka kwa mtu yoyote kwa muda wote ambao anajisikia yeye, hata kwa mtu ambaye humtegemei anaweza akashuka kwake. Ungetusaidia kidogo, yani katika maisha tunajua wote tunaingia mahali hapa kanisani tumeokoka sawa, yani kwa muonekano sawa, kuna vitu ambavyo vinajidhihirisha kwamba yes huyu ana roho, yani na identify kupitia nini? Yani sitaki niongee kwa sababu nitaongea uongo, sawa, ni kwa sababu ya kwamba narudi tena vile vile kama mara ya kwanza kwamba matendo ya Mungu waga hayachunguziki. Na kutolea mfano mmoja, sijajua ni kitabu gani, lakini kuna bwana mmoja alikuwa yuko sawa kabisa,
yaani anamtumikia Mungu kwa roho na kweli. Akaja akaomba kuonana na Mungu uso kwa uso, face to face. Sawa, kweli Mungu akasema mimi nitakuja nitaonana na wewe. Ile siku ya miadi ambayo Mungu alimwahidi kwamba nitakuja kwako, akaja mtu mwingine tofauti kabisa, akagonga akaomba maji. Yule bwana kwa kuwa alikuwa amesafisha vitu vyake kwa ajili ya kuonana na Mungu, akasema kwamba hapana, siwezi nikampa huyu kwa sababu nimejiandaa kwa ajili ya Mungu. Baada ya siku kupita, akauliza tena, akamuuliza Mungu, mbona uliniahidi utakuja na ukuja? Mungu akamwambia, mbona nilikuja ukunikaribisha vizuri, niliomba maji ukunipa. Kwa hiyo matendo ya Mungu waga yachunguzike. Mungu anajitokeza kwa mtu yeyote yule ambaye anaona ni sawa mimi kujitokeza kwake au kwa ajili ya kitu fulani. Mungu anamtumia mtu yeyote yule. Sawa, mtumishi wa Mungu, umejibu vizuri sana. Umeweza kuambia pesa ya watazamaji Mungu anaweza kumtumia mtu yeyote yule. Amina. Pia nikuulize swali la kizushi. Wewe katika uimbaji wako kama mwimbaji unachukuliaje nafasi, unawezaje avoid nafasi ya fedha na utumishi wako kama utumishi wako? Maana tunajua waimbaji ukienda hapo ukiandaa event anahitaji fedha. Yaani wewe unawezaje katika hizo nafasi, unawezaje kucheza kuhakikisha fedha yako na uimbaji wako haviingiliani? Katika huduma Mungu mwenyewe ndio anawezesha. Yaani unaweza ukapanga, lakini Mungu naye pia anapanga kwa ajili yako. Shonda na malaki unazungumzia kwenye utafutaji, yaani au katika kuimba na fedha, yaani fedha labda kutanguliza, labda tuseme sasa hivi waimbaji watanguliza fedha baada ya kuimba, yaani kuangalia kama utumishi. Sasa ukiona mtu anaangalia fedha, maana yake hajaitwa huyo. Mimi kama mtumishi naimba kwa ajili ya watu waokoke na waambie Mungu. Hiyo ndio kiu yangu. Swala la fedha kwangu mimi sijaliwekea bado kipaumbele na halipo kipaumbele, kwa sababu mimi nimeitwa kwa ajili ya watu waambie Mungu. Kwa hiyo hicho ndio kipaumbele changu, ijapokuwa watu wengine wanaifanya uimbaji ni kama sehemu yao ya ajira, kama sehemu yao ya kazi, ni sawa, lakini nia ya uimbaji kwanza ni watu waambie Mungu. Tuwaite, sisi ni wahubiri, lakini tunahubiri kwa njia ya uimbaji. Asante mtumishi wa Mungu na Mungu akubariki. Asante sana na Mungu akubariki pia. Amina. Asanteni wapenzi watazamaji, endelea kufuatilia Moto Moto TV na Mungu awabariki.